Na hivyo Emily Lazarus ananipa wasaa. Karibu mwanamichezo, twende tukaangaze yapi ambayo yamejiri hii leo katika viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani, iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania. Kama kawaida, mimi ni winga teleza Witness Ngalawa, nipo hapa kukufahamisha yale ya kimichezo hii leo. Karibu. Kubwa ni ligi kuu soka Tanzania bara imefunguliwa rasmi kwa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba dhidi ya Yanga uliopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo mabingwa wa tetezi Yanga wameibuka na ushindi wa bao 1-0. Bao pekee la mchezo huo limefungwa na mchezaji Pacome katika dakika ya 54, ambapo ushindi huu unaifanya Yanga kuwa mshindi wa ngao ya jamii kwa mara ya pili mfululizo na kuendeleza rekodi yake ya kumfunga mtani wake kwa mara ya 6 mfululizo katika mashindano tofauti. Nikiachana na dabi ambayo imetamatika muda mfupi kutoka hivi sasa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kwingineko ni kuwa baada ya mchezo wa ngao ya jamii kufungua rasmi pazia ya ligi kuu katika msimu wa mwaka 2025-2026, hatimaye kesho mahesabu ya alama za ubaoni zitaanza kwa wakata ushuru wa manispaa ya Kinondoni. Nazungumzia vijana wa mjini Kino Boys KMC kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo atamkaribisha mkulima wa zabibu kutoka Dodoma ambaye anazungumzia Dodoma Jiji FC, na makocha wa timu zote mbili wameweza kuzungumza huku kila mmoja akitaka kufungua ligi kwa ushindi. Tuungane na mchezo wetu Leonard Mwacha. Ikiwa ni masaa ya kuhesabu kuanza kwa mtanange huo, mwenyeji wa mchezo huo kocha Marcio Maximo wa KMC amesema anatarajia mchezo mgumu, lakini ushiriki wake kunako mashindano ya Kagame Cup umenoa kikosi chake kiasi cha kumwezesha kuondoka na ushindi kesho. Tough game tomorrow, definitely tough game. Tunategemea mchezo mgumu sana. Hakika utakuwa mchezo mgumu. Tunawafahamu Dodoma Jiji ni timu imara na yenye ushindani mkubwa. Kwangu Kagame Cup imetusaidia sana. Tulicheza michezo mingi dhidi ya timu zenye ushindani na tulifanya vizuri. Hivyo tuna matumaini makubwa kwa mchezo wa kesho, lakini tunaiheshimu sana Dodoma Jiji. Tunapaswa kuwa na ufanisi katika maeneo yote ya ulinzi na jinsi tunavyoshambulia. Timu imeboreshwa vya kutosha ili kupata matokeo mazuri kesho. Team improve. I hope that enough to take a good result tomorrow. Kwanza kila mtu kajipanga tuweze kupata ushindi, kwa sababu unapoanza vizuri ndio unaweza kumaliza vizuri. Kwa hiyo kwa kila mchezaji kajipanga kwa mchezo wa kesho ili tuweze kupata matokeo, kwa sababu tuko nyumbani, mashabiki wetu, uwanja wetu, kila kitu chetu. Kwa hiyo kila mtu ana morali ya kuweza kupambana katika mchezo wa kesho na kuweza kupata matokeo. Kwa upande wa walima zabibu, Dodoma Jiji amesema yupo tayari kwa mchezo huo, na kama mwenyeji wake yupo vizuri, basi hata yeye yupo vizuri vile vile, kwani alikuwa na pre-season yenye kiwango. Najua kwamba itakuwa mchezo mzuri, kwa kuna kocha mzuri, kuna wachezaji wazuri, lakini hata sisi pia tuko na wachezaji wazuri na tumejiandaa vizuri. Nadhani watu watakuja kesho wataona mchezo mzuri, itakuwa to be an interesting game of football because wao wana uwezo wa kucheza na sisi tuna uwezo wa kucheza pia. Lakini kwa upande wetu tumejiandaa vizuri kwa pre-season tuliyofanya, kwa ina mwalimu tuliokuwa naye, kwa ina wachezaji ambao tumewasajili. Kwa tunaamini kesho tunaenda kufanya vizuri. Mchezo huu huenda ukawa na mvuto kwa mashabiki wenye kiu ya kutaka kuona nani ataanza kuongoza ligi na atakaa kwa muda gani. Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha. Alikadhalika hiyo kesho kutakuwa na mchezo katika dimba la Mkwakwani jijini Tanga, ambapo Wagosi wa Kaya Coastal Union wataumana dhidi ya wanajelajela Tanzania Prison. Nikielekea mji kasoro bahari Morogoro, ni kuelekea mashindano ya mbio za magari ya Mkwawa Rally of Tanzania. Wakazi wa mkoa wa Morogoro pamoja na wa Tanzania kwa ujumla wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushuhudia mashindano hayo ambayo yatafanyika Septemba 19 hadi Septemba 21 mwaka huu katika mkoa huo wa Morogoro. Jimmy Mengele ana undani zaidi. Akizungumza na Channel 10 mkoani Morogoro, msimamizi mkuu wa mashindano hayo Dr. Mosi Makau amesema tayari madereva 23 wamethibitisha kushiriki na kufafanua kuwa mashindano hayo ni sehemu ya kuwania ubingwa wa mashindano ya magari Afrika ARC na wengine wakipambania kombe la ndani. Kuna ambao wanagombania taji la Afrika, lakini pia wapo washindani wa ndani ambao pia wanajiandaa kwa ajili ya kugombania kombe la ndani. Mashindano haya
yatakuwa ya siku 3 kwa maana tarehe 19, tarehe 20 na tarehe 21. Na yatapita maeneo yafuatayo. Ufunguzi rasmi utafanyika tarehe 19. Tutaenda kufanya maeneo ya Tungi, shamba la Mkonge pale Nane Mnadani. Tarehe 20 tutaenda shamba la TFS. Naye mkurugenzi wa magari ya mashindano Tanzania Satinda Blid amesema kuwa madereva kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo India, Rwanda na Burundi wanatarajia kuanza kuwasili nchini kuanzia Jumatano ya wiki hii. Mpaka sasa hivi tunayo magari 23 ambayo wamesajili kwenye hiyo mchezo. Tuna washiriki toka Kenya, Uganda, Burundi na India. Na unaposikia idadi ya madereva 23 kutoka nchi tofauti, nadhani sio jambo dogo, kwa sababu unakutana na watu wenye uzoefu tofauti ambao wameshiriki labda michezo hii katika mazingira tofauti na katika viwango tofauti. Kwa hiyo nafasi ya kuona ujuzi pengine ambaye hatujawahi kuona. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Kunako mchezo wa gofu ni kuwa mashindano makubwa ya kimataifa ya gofu maarufu kama KCB East Africa Golf Tour yanatarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam Septemba 20 mwaka huu katika viwanja vya Lugalo Golf Club. Tukio hili ni sehemu muhimu ya ratiba ya gofu katika ukanda wa Afrika Mashariki, likiwa na lengo la kuchagua timu zitakazowakilisha kila nchi katika fainali zitakazofanyika nchini Kenya mwishoni mwa mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa Lugalo Golf Club Kanali David Mzirai, ambaye pia akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu hiyo, amethibitisha kuwa kila kitu kiko tayari kwa ajili ya mashindano hayo. Mashindano haya ni sehemu ya KCB East Africa Golf Tour yanayofanyika katika nchi 5 za Afrika Mashariki. Shindano la Lugalo linatoa wachezaji 4 watakaowakilisha Tanzania katika fainali itayofanyika nchini Kenya siku za mbeleni. Mwenyekiti wa klabu Major General Liberty Buge anapenda kuishukuru KCB Bank kwa kuendelea kudhamini mashindano haya. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba KCB imejizatiti na imeendelea kujikita katika kusapoti michezo, na kama nilivyosema awali, ukiangalia kwenye mipira tumekuepo, kwenye masumbwi tumekuepo, na sasa tena tunarudi katika golf. Pia timu ambayo itatoa mshindi kwa jumla ya mashindano haya itapata kiasi cha shilingi za Kenya milioni 1, ikiwa ni sawa na taslimu milioni 20 za Tanzania. Tukiwa tumejielekeza kushughulika na mambo mbalimbali ya jamii ambayo fedha hizi zitatumika ikiwa imependekezwa na klabu husika. Namna hivyo kwingineko, baada ya kukamilika kwa michuano ya Sekafa ambapo timu ya Singida Black Stars imefanikiwa kutoa ubingwa wa mashindano hayo, uongozi wa kituo cha matangazo ya Radio Times FM ambao walikuwa ni washirika wenza wameipongeza klabu ya Singida Black Stars kwa kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Pongezi hizo zimetolewa na mwakilishi wa Times FM kando na hafla hiyo ya kukabidhi tuzo kwa waliofanya vizuri kwenye mashindano hayo katika msimu huu, huku kwa upande wa golikipa bora Metacha Mnata akieleza namna ambavyo mashindano hayo yalivyowajengea kuelekea msimu ujao wa mashindano. Kipekee ni washukuru wa Tanzania kwa kutupokea upya. Tumekuja na mapinduzi, tumekuja na mabadiliko, lakini tumepokewa sana kwa sababu tumekuja kufanya sports pase. Kwa hiyo nasema tu Sekafa imekuja na neema, na neema na hiyo tumeipokea. Yes, sasa hivi Tanzania katika Afrika Mashariki tunafahamika kama ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na wachezaji wazuri, kulipa vizuri, kuwa na timu bora na zinafanya vizuri. Bila mimi peke yangu siwezi, lakini kupambana kwa ujumla kwangu mimi na furahi, nashukuru na niongezea nguvu ya kuzidi kupambana kadri ya uwezo wangu kuzidi kufanikiwa zaidi. Pia inanipa chachu ya kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa ambayo tunategemea kwanza hivi karibuni. Black Stars tumegraduate kutoka timu ya daraja la kati na sasa imekuwa ni timu ya daraja la kwanza.
Daraja la kwanza unalipataje? Lazima ushinde makombe magumu kama hili kombe la Sekafa. Kombe lenye historia kubwa barani Afrika kwa upande wa Afrika Mashariki, lakini ndio kombe pekee ambalo Watanzania, timu za Tanzania huwa limepata kwenye michuano ya kimataifa. Namna hivyo, taarifa hiyo ndiyo inanitamatishia na kuniwekea utua upande wa viwanjani kitaifa. Kama kawaida, moja kwa moja tukaangaze yapi ambayo yamejiri kunako medani za kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na takwenda kuangazia urejeo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Msimu mpya wa ligi ya mabingwa barani Ulaya unatarajiwa kuanza rasmi leo hii kwa michezo 6 ambapo itapigwa katika viwanja mbalimbali barani humo, huku mashabiki wakisubiri kwa hamu kuona makali ya vilabu vikubwa. Hatua ya kwanza ya mashindano hayo itaanza kwa muundo wa ligi kabla ya kuingia katika hatua ya mtoano baadaye msimu utakapoendelea. Michezo miwili ya mapema itapigwa saa 1:45 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo Arsenal ya Uingereza itasafiri hadi nchini Hispania kuvaana na Athletic Bilbao katika uwanja wa San Mamés. Bilbao wanarejea katika mashindano haya kwa mara ya kwanza baada ya kupita misimu 10 bila kushiriki. Katika mchezo mwingine wa saa hiyo, PSV Eindhoven ya Uholanzi itakuwa nyumbani katika uwanja wa Philips Stadion kuikaribisha Union Saint-Gilloise kutoka Ubelgiji. Michezo mingine 4 itaanza saa 4 kamili usiku, ambapo Benfica ya Ureno itakuwa katika dimba la nyumbani Estadio da Luz dhidi ya Karabag ya Azerbaijan. Wakati huo huo, Juventus ya Italia itakuwa nyumbani kwenye uwanja wa Allianz Stadium jijini Turin kuikabili Borussia Dortmund ya Ujerumani. Katika mchezo unaoibua kumbukumbu ya fainali ya mwaka 1997, Juventus wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na rekodi ya kutopoteza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa wanapocheza nyumbani. Katika uwanja wa Santiago Bernabeu jijini Madrid, mabingwa wa kihistoria Real Madrid watawakaribisha Olympique Marseille ya Ufaransa, huku Tottenham Hotspur wakihitimisha ratiba ya siku kwa kuvaana na Villarreal maarufu kama Nyambizi la Manjano katika uwanja wa Tottenham Hotspur Stadium jijini London. Mashabiki wa kandanda kote duniani wanatarajia burudani ya kiwango cha juu, huku kila timu ikisaka mwanzo mzuri katika kampeni za msimu huu wa 25-26. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Asante mwana michezo wetu Salum Pelembo kutufahamisha burudani ya usiku wa soka katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na ndivyo ambavyo na tamatisha leo yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Kama kawaida, Winga Teleza nimekuletea yale ambayo yamejiri upande wa michezo kitaifa pamoja na mataifa mbalimbali. Baada ya muhtasari wa habari, Emil Lazarus ataenda kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali ijayo itatenga maeneo maalum ya kilimo, kutoa pembejeo na kutafuta masoko kwa bidhaa za wajasiriamali. Jeshi la Israel lasema vikosi vyake vimeanza operesheni ya ardhini katika jiji la Gaza na kwamba jeshi hilo limejitayarisha kuendelea na operesheni hiyo muda wote. Na katika michezo, pazia la ligi kuu Tanzania bara lafunguliwa rasmi leo hii kwa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga, huku michezo miwili kupigwa kesho katika viwanja vya KMC Complex na CCM Mkokwani. Mtazamaji, ni tamati ya habari ya kutokea hapa Channel 10 leo Jumanne ya Septemba 16. Mimi naitwa Emil Lazarus, nimekusomea habari za kitaifa na kimataifa, lakini Salma Shabana alitusomea habari za biashara na uchumi. Witness Ngalawa, Winga Tereza alitusomea habari za michezo na burudani, na hapa pembeni nimeshirikiana naye anaitwa Ramla Jabu, amefasiri lugha ya alama. Lakini leo katika twende pamoja kuanzia saa 3:30 usiku, mada ni ilani za vyama vya siasa zilivyoakisi dira ya taifa 2050. Mgeni ni Saif Rashid, mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Mtazamaji, naomba nikutakie usiku mwema kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuiandaa habari hii pamoja na kuifikisha katika runinga yako na ukashuhudia mubashara.